بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن نصره وولاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقاء الله. أما بعد. Watukufu wa Kiislamu, tuna kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu ambaye kwa mapenzi yake juu yetu ametupatia taufiki hii ya kuweza kudiriki kuishi katika masiku haya, masiku adhim kabisa, masiku matukufu, masiku ya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hii ni neema kubwa miongoni mwa neema ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala huwaneemesha waja wake. Watukufu wa Kiislamu, tupo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ulikuwa ukifika katika mwezi kama huu akiwaambia masahaba wake ya kwamba qad ja'akum shahru Ramadhan shahrun mubarakun kataba Allahu alaykum siyamahu fihi tuftahu abwabul janna وتغلق أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين فيه ليلة خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiwaambia masahaba zake ya kwamba qad ja'akum shahru Ramadhan, hakika umewajia mwezi wa Ramadhani, shahrun mubarakun, ni mwezi uliobarikiwa, kataballahu alaykum siyamahu, amefaradhisha Mwenyezi Mungu juu yenu kuufunga mwezi huo, fihi tuftahu abwabul janna, ndani ya mwezi huu ufunguliwa milango ya pepo. Pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala muda wote iko wazi kwa ajili ya waja wake kuitafuta na kuingia katika pepo hiyo. Watughlaqu fihi abwabul jahim, lakini kadhalika hufungwa katika mwezi huu milango ya moto. Milango ya moto yote sasa hivi imeshafungwa. Watughallu fihi shayatin, na mashaitani kipa kadhalika wamefungwa. Hakuna tena vishawishi vya shaitani. Kilichobaki sasa hivi ni nafsi zetu peke yake. Fihi lailatun khairun min 1000 shahri, katika mwezi huu kuna usiku ambao ni bora zaidi kuliko miezi 1000. Man hurima khairuha, atakayenyimwa kheri yake, faqad hurima, basi mtu huyu ndiyo atakuwa amenyimwa kheri zote. Kwa ndugu zangu ni watukufu wa Kiislamu, mwezi huu mtukufu wa Ramadhani sisi kwetu ni fursa. Kila mmoja aone kwamba mwezi huu ni fursa kwake yeye ya kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama ilivyokuwa kichwa cha habari cha mada yetu ya leo kitakuwa kinahusu ukarimu. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu anasema katika hadithi, kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ajwada an-nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni mkarimu zaidi ya watu. Hakuna mtu aliyemzidi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika ukarimu.
Lakini wakana ajwada ma yakunu fi Ramadhani, ukarimu wake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama ulikuwa unazidi maradufu akiwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, kama alivyoeleza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya kwamba atakayejikurubisha katika mwezi huu katika jambo la sunna, kana kaman adda faridatan fima siwahu, atakuwa ni kana kwamba mtu aliyetengeneza au aliyetekeleza jambo la faradhi katika miezi mingine. Kwa ala kuli hali, tupo katika mwezi huu wa Ramadhani, tujifunze kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sifa ya ukarimu. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akieleza kwamba as-sakhiyu qaribun min Allah wa qaribun min an-nas wa qaribun min al-janna ba'idun min an-nar, akieleza kwamba mtu sahihi, mtu mkarimu, karibu min Allah, yuko karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kadhalika karibu min an-nas, yuko karibu na watu. Mtu ukisifika na sifa ya ukarimu, lazima watu wakusogelee, lazima watu wawe karibu na wewe. Karibu min aljanna, kadhalika yuko karibu na pepo. Baidun min annar, yuko mbali na moto wa Jahannam. Kwa hiyo ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, kama mja anataka kujiweka mbali na moto wa Jahannam, anataka kujiweka karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anataka kujiweka karibu na watu, basi alazimiane na sifa hii ya ukarimu aliyoeleza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameutaja ukarimu ni katika alama ya wacha Mungu, ni katika sifa ya wacha Mungu. Huwezi kuwa mkarimu kama wewe si katika wacha Mungu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyozieleza sifa za wacha Mungu katika suratul Dhariyat, kuanzia aya 15 mpaka aya 19, Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Mwenyezi Mungu anasema katika aya hizi ya kwamba innal muttaqina fi jannatin wa uyun, hakika wacha Mungu watakuwa katika mabustani na chemchemu, kwa maana atakuwa katika pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akhidhina ma atahum rabbuhum, watakuwa huko wakipokea yale ambayo waliopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kanu qalilan innahum kanu qabla dhalika muhsinin, kwani hakika yao walikuwa kabla ya hapo walikuwa ni katika waja wema, walikuwa wakifanya ihsan, walikuwa wakifanya matendo mema. Ni matendo gani waliokuwa wakiyafanya mpaka wakaingia katika mabustani na chemchemu, wanapokea yale ambayo waliopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Allah anasema kanu qalilan min al-layli ma yahja'un. Sifa ya kwanza ya hawa wacha Mungu, walikuwa wakitumia muda mchache kulala usiku, muda mwingi walikuwa wakiutumia katika kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa bil ashari hum yastaghfirun, lakini kadhalika na mwishoni mwa usiku, majira ya saa 9 saa 10 usiku, walikuwa wakitumia muda huo kuleta istighfari, kumwomba msamaha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini wa fi amwalihim haqqun, na katika mali zao wanazozichuma kuna haki maalumu.
kuna fungu maalumu lisaili, kuwapatia wale wenye haja, kuwapatia wale mafukara wenye kuomba, lakini wal mahrum, na wale mafukara walionyimwa, kwa maana mafukara waliojizuia kuomba. Almahrum huwa alladhi hurima sadaqata litaafufihi ani suali ma hajatihi. Almahrumu maana yake ni yule ambaye aliyonyimwa sadaka, aliyokosa kupewa, hajapewa kwa sababu ya kujizuia kwake na kuomba. Sio hajapewa kwa sababu hana, kwa sababu anacho, la, hajapewa ni kwa sababu yeye sifa yake ni kujizuia. Na kundi hili, ndugu zanguni watukufu wa Kiislamu, ni kundi la kulitafuta, ni kundi la kulichunga, kwani kuna wengi mafukara, wengi wenye kuhitajia, ni wenye kujizuia, hawaombi, lakini wanastahiki kupewa. Kwa ni jukumu letu kuwatambua watu wa namna hii na kutengeneza fungu maalumu kwa ajili yao, ili tuingie katika sifa za wacha Mungu ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezitaja sifa zao katika aya tulizozitanguliza. Ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, tukiwa katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, ni wajibu wetu kujifunza ukarimu, kwani Ramadhani ni madrasa, Ramadhani ni chuo. Tujifunze kuwa wakarimu, ili Ramadhani ikishaondoka, yale tuliyojifunza katika Ramadhani, ukarimu tutakuwa tumejifunza katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, tuje tuishi nao katika miaka yote ya maisha yetu. Usipofanya ukarimu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, ndugu yangu mtukufu wa Kiislamu, utafanya ukarimu katika mwezi gani? Thamani ya Ramadhani leo hii tunaweza tusione, lakini wenzetu waliotangulia, waliokuwa makaburini, wanaijua thamani ya Ramadhani. Al-Imam Ibn Jawzi anasema katika kitabu chake, law qila li ahli al-quburi tatamannau yawman min Ramadhan, na watu wa makaburini wangeambiwa tamanini jambo mpewe, tatamannau yawman min Ramadhan, wangetamani wapewe angalau siku moja tu katika mwezi wa Ramadhani. Siku moja kwao wanaiona inatosha kurekebisha yote waliokuwa wakiyafanya katika miezi, katika umri wao walioishi, lakini kwa sababu wao tayari wanaona kwa jicho la yakini. Mimi na wewe hatuyajui haya, tunaogelea katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, lakini hatutambui thamani yake. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akielekeza ukarimu. Mtume Muhammad atasema kwamba atakayemfungulisha mwenye kufunga, atakayefanya ihsan akamfungulisha mwenye kufunga, basi na yeye atapata malipo sawa sawa na yule aliyefunga. Lakini kadhalika katika kutufundisha ukarimu, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimwambia Abu Dharr, ya Abu Dharr, idha tabakhta maraqatan fa akthir ma'aha wa ta'ahad ila jiranika. Abu Dharr, ukipika mchuzi, fa akthir ma'aha, usirosti, bali ongeza maji, weka maji mengi. Ukipika mchuzi weka maji mengi. Wa ta'ahad ila jiranika, kisha baada ya hapo mkague jirani yako, mtizame jirani yako, kama hana kitu basi unampunguzia katika ule mchuzi mwingi, na yeye apate chochote. Hapa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimfundisha Abu Dharr namna ya kuishi na jirani yake, namna ya kuwatendea ihsani na ukarimu jirani zake. Na ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, katika masala haya ya ukarimu, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuna makundi maalumu ameyapa kipaumbele katika kuwafanyia ihsani. Kundi hili lenyewe watu wengi tunalisahau, watu wengi tunalitupa mkono, nalo ni kundi la maulama.
Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi anasema, akrimul ulama fa innahum warathatul anbiya faman akramahum faqad akrama Allah wa rasulahu. Akrimul ulama, wafanyieni wema wanawachuoni, wafanyieni ikramu wanawachuoni, walimu madrasa, maimamu na mashekhe. Hawa wanatakiwa wafanyiwe ikramu, karimu hali ya juu. Kwa nini? Fa innahum warathatul anbiya, kwani hawa mashekhe, hawa maimamu na walimu madrasa, hawa ndio warithi wa mitume. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kazi yake kubwa ilikuwa ni kuisomesha Qur'an, kuwasomesha watu dini, na ndivyo hivyo wanavyofanya maustadhi, wanavyofanya maimam, wanafanya kazi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume akasema, faman akramahum, yeyote atakayewafanya ikramu wanawachuoni, faqad akrama Allah wa rasulahu, kwani hakika atakuwa amemfanya ikramu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake. Leo hii ukiwa na hamu ya kumfanya ikramu Mwenyezi Mungu, ukiwa na hamu ya kumfanya ikramu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi muone mwalimu wa madrasa, muone imamu. Ukimfanya ikramu huyo, wakati huo ndio utakuwa umemfanya ikramu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, pia utakuwa umemfanya ikramu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kundi hili ndio katika kundi linaingia katika kundi kubwa la lile ambalo lisaili wal mahrum, katika ile nafasi ya pili mahrum, wale wenye kujizuia kuomba. Maulama sifa zao, ulama wa kweli, mwalimu wa kweli, ustadhi wa kweli ni yule anayejizuia na kuombaomba, kwani kwa sababu wanachuoni wanajua chungu ya kuomba. Wadhuktu mararatan ashya'a turran fama raaitu amarra min as-su'al au fama dhuktu amarra min as-su'al. Ahmad Shauki anasema kwamba nimeonja vitu vichungu vingi, lakini sitapatapo kuona kitu kilichokuwa kichungu zaidi kuliko kuomba. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametufundisha, ametufunza namna gani tuishi. Tunataka tuishi kwa kujizuia. Kwa maulama hawa sifa yao kubwa ni kujizuia kutokuomba. Usije ukakaa ukasubiria kuomba. Anasema, idha raaitumul ulama ala abwabil aghniya fabi'sal ulama, pindi mkiwaona wachuoni wapo katika milango ya matajiri wakiombaomba, basi fabi'sal ulama, hao ni katika maulama wabaya. Wa idha raaitumul aghniya ala abwabil ulama fa ni'mal aghniya, lakini wale watu wenye uwezo mkiwaona hapo katika milango ya maulama, wanaotafuta maulama, wanachuoni, maimamu na walimu madrasa ili kuwafanya ihsan, basi hao ndiyo matajiri waliokuwa bora. Kwa ndugu zangu tukufu wa Kiislamu, kundi muhimu la kulitizama katika kundi lililotupwa mkono ni kundi hili la maulama. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika suratul Baqara, katika mafuhumu ya aya ya 273, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema, lilfuqara alladhina uksiru fi sabilillah, hizo sadaka, hizo mali, lilfuqarai, wapeni mafukara ambao uksiru fi sabilillah, waliozuilika katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Aya hii ilishuka kama wale mafukara muhajirina ambao wakita ashabu sufa, lakini aya hii katika ta'wili, katika mafuhumu yake pia wanaingia wanawachuoni. Lilfuqarai, wapeni mafukara ambao ukhsiru fi sabilillah, wamezuiliwa katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kazi yao kubwa wanaoifanya ni kazi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yastati'una darban fil ardi, hawawezi kufanya kazi kama watu wengine. Leo hii hao maimamu wetu wakisema wakaajiriwe na kampuni nyingine huko, waingia asubuhi saa 1 toke jioni saa 12, maana yake hatutakuwa na maimamu katika vipindi vya mchana. Kwa hawa ni ukhsiru fi sabilillah, wamezuilika katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hawawezi kufanya kazi nyingine.
isipokuwa kazi Allah subhanahu wa ta'ala. Walimu wa madrasa kadhalika, leo hii madrasa nyingi zinayumba kwa mitaani kwa sababu walimu ni mabodaboda. Mwalimu anaona bora atafute bodaboda ya mkataba endeshe ili ajipatie kipato, lakini wakati huko anafanya kazi ya bodaboda na wacha wanafunzi kwa darasani. Lakini haya yanatokana na nini? Na sisi Waislamu kutokujua nafasi ya walimu, kutokujua wajibu wetu kwa hawa maulama na walimu wa madrasa. Yastatiuna darban fil ardi yahsabuhumul jahiluna aghniyaa min at-ta'affufi. Watu wajinga wasiowajua wanawadhania kwamba hao ndio wamejitosheleza, wana uwezo. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kujizuia kwao na kuomba. Ndugu zangu tukufu wa Kiislamu, tuwaone walimu madrasa, tuwaone mashehe, tuwaone mayatima mafukara katika kuwafanyia ukarimu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatuingiza katika kundi la waja wenye kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini tusome kisa cha Nabii Musa, hadithi ya Musa, ili tupate faida ya ukarimu. Faida yake ni nini? Siku moja kuna mtoto mdogo alimfuata Nabii Musa alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam, akamwambia, na kuomba Nabii Musa uniombee kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anitajirishe niwe tajiri, anipatie utajiri, niwe tajiri mkubwa katika nchi hii. Nabii Musa akamuuliza, aturidu an yughniyaka Allah fi awwali 30 amin min umrika au fi awakhirihi? Je, unataka kutajirisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika miaka 30 ya mwanzo katika umri wako, au akutajirishe katika miaka 30 ya mwisho? Yule mtoto akachagua miaka 30 ya mwanzo katika umri wake, akasahau kabisa yale anaobebwa na uzee, kwamba watu wanatafuta pesa ili wawekeze wakaja kunufaika uzeeni. Lakini yule mtoto alikubali atajirike ujanani mwake, baada ya miaka 30 kuisha afilisike potelea mbali. Asema kana sababu ikhtiyarihi annahu arada an yasada bil mali fi shababi, na ilikuwa sababu ya kuchagua kwake miaka 30 ya mwanzo ya kwamba yeye alitaka aenjoy mali ujanani mwake. Ukiwa kijana ndio unaenjoy na mali kuliko ukiwa mzee. Una miaka 70, 80, 90, watu wakikuta kule kwa beach unaogelea watakushangaa. Kila kitu kina umri wake. Na huyu kijana kadhalika alitaka enjoy mali ujanani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akampa utajiri, akawa tajiri mkubwa katika nchi. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimpa taufiki kijana yule, mali yake alitumia vizuri. Alitumia mali yake kuwasaidia wasiojiweza. Alikuwa mtu akija kuomba kwake akimuuliza, una shida gani? Unajishughulisha na nini? Kama mtu hana anachojishughulisha, anamfungulia biashara, anamwambia haya, nenda kajikimu na maisha yako. Kwa hiyo huyu kijana maisha yake ndio alikuwa hayo. Miaka 30 yote alikuwa akienjoy katika utajiri, alikuwa akiwasaidia watu, kila anayekuja kwake amfungii mlango. Baada ya miaka 30 kuisha, 31, 32, 33, Nabii Musa anamwona kijana bado utajiri unaendelea kuongezeka. Mpaka alipofika miaka 35, Nabii Musa kibidi aende kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akamuulize, ya Rabbi, kulikoni? Kijana huyu tulimkuta, tulikubaliana ya kwamba atatajirishwa miaka 30 tu. Mbona miaka 30 imekwisha na bado utajiri wako unazidi kuongezeka? Allah Subhanahu wa Ta'ala akamjibu Nabii Musa, wajadtu abdi yaftahu abwaba rizqi ibadi fastahyaitu an akfula baba rizqi abdi. Asema nilimkuta mja wangu anafungua milango ya riziki ya watu wengine. Kupitia yeye wajane walikuwa wanapata riziki, kupitia yeye mayatima walikuwa wanapata kula, lakini kupitia yeye wasiojiweza walikuwa ni watu wenye kujiweza. Sasa mimi nikaona haya, fastahyaitu an akfula baba rizqi abdi, nikaona haya kufunga mlango wa riziki ya mja wangu. Leo hii kwa yeye, kupitia yeye watu wengine ndio wananeemeka,
vipi nifunge mlango wake? Kwa hiyo hapa tunajifunza ya kwamba kumbe sifa ya ukarimu, moja kati ya faida, pamoja na kupata thawabu, lakini faida yake hapa hapa duniani. Mtu mkarimu hafilisiki hata siku moja. Hakuna mtu mwenye sifa ya ukarimu akafilisika kwa sababu ya ukarimu wake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwonea haya mtu mkarimu, anaona haya kwa mkarimu kumfilisisha kwa sababu ya kazi yake anayoifanya kuwasaidia watu. Kadhalika mimi na wewe tukijipamba katika sifa hii ya ukarimu, kuwahurumia wanyonge wasiojiweza, basi tutarajie kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kubarikiwa katika kipato chetu, lakini kadhalika tutarajie kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutuongezea kipato chetu. Kuna mmoja kati ya waja wema ambao Waarabu yeye mwenyewe ndio amekuwa mfano wa kupigiwa mfano katika ukarimu, akitwa Hatimu Tai. Hatimu Tai, Waarabu wanaona baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anayefuata ni yeye kwa ukarimu. Hata Abu Tamam katika moja ya beti zake alisema, iqdamu amrun fi samahati hatimin fi hilmi ahnafi fi dhakai yas. Abu Tamam akimsifu moja kati ya watawala akisema, iqdamu amrun, wewe uko katika ushujaa wa mtu akitwa Amru, lakini fi hilmi fi sahai hatimi, upo katika ukarimu wa Hatim. Kwa maana Hatim yeye ndio alikuwa akipigiwa mfano katika ukarimu, ni kiumbe aliyopitiliza katika ukarimu. Ilikuwa akiamka asubuhi mpaka kufika saa 2 saa 3 hakuna mtu akumfanya ikram, alikuwa akitoka mtaani kwenda kuwatafuta watu wa kuwafanya ihsani. Siku moja Hatim aliulizwa, hal ghalabaka ahadun fil karam, kuna yeyote katika maisha yako amesha kukushinda katika ukarimu? Kuna mtu aliye kukushinda wewe katika ukarimu? Hatim akasema, naam, yupo alionishinda katika ukarimu. Ni nani huyo? Akasema, ghulamun yatimun, kuna kijana mmoja yatima. Yatima huyu siku moja alichinja mbuzi wake, akaitengeneza nyama yake katika moja ya chakula ambalo alionitengenezea, nyama ya ubongo, sehemu ya ubongo. Nilivyokula fastatatu, nikaona nzuri, fakultu lahu, nikamwambia, lahu tayyibun wallah, hakika nyama hii ni nzuri, ina ladha nzuri, nimeipenda. Sasa yule kijana baada ya Hatim kuongea maneno yale kuisifia nyama ile, ikawa kila siku anaenda kuchinja mbuzi mmoja kumtengenezea Hatim kila anachokipenda. Alikuwa anamiliki mbuzi 10 ambaye ameashiwa urithi. Sasa siku ya 10 amechinja mbuzi wa mwisho, Hatim naye anapita katika ile nyumba ya yule kijana, anakuta kwa mitapakaa damu, hakuna mbuzi. Akamuuliza, lima fa'alta dhalika, kwa nini nilifanya hivi? Asema, siwezi kufanyia ubakhili kitu ambacho wewe unakipenda. Ile mara ya kwanza ulipoiona nzuri nyama yangu ukaipenda, nikaona siwezi kukufanyia ubakhili kitu ambacho mimi ninakimiliki. Watu wakamuuliza watu wake, tunavyokujua wewe Hatim, haiwezekani kuwa mtu huyu ulimwacha hivi hivi kijana huyu. Famadha awwaftana, ulimlipa nini baada ya hapo? Badala ya mbuzi 10 ulimpa nini? Akasema, 300 naqatin hamra, nilimpatia ngamia 300 wekundu, wa 500 shat, na mbuzi 500. Hatim baada ya kumuona kijana yule amechinja mbuzi wake wote kwa ajili yake, Hatim akachukua ngamia 300 wekundu pamoja na mbuzi 500 akampatia. Watu wake akamwambia, idhan anta akramu minhu, kama ni hivyo wewe ni mkarimu zaidi kuliko yeye. Yeye katoa mbuzi 10 tu, wewe umempa mbuzi 500 ngamia 300. Akasema, la, hapana, huyu ni mkarimu kuliko mimi, kwani yeye amefanyia ukarimu kwa chote anachokimiliki. Alikuwa akimiliki mbuzi 10 tu, lakini amefanya ikram kwa mbuzi wote 10. Wajudtu
biqalilin min alkathiri. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakwambia hadha ma kanaztum li anfusikum, haya ni yale ambayo mliokuwa mkijilimbikizia katika nafsi yenu, fadhuku bima kuntum taknizun, basi onjeni katika yale ambayo uliyokuwa mmeyalimbikiza. Inshallah nimepewa dakika 30 na dakika 30 zimeisha. Aqulu ma tasma'un, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa yoyote ambaye ana swali ndani ya mada iliyohudhurishwa au ana swali nje ya mada, inshallah dakika 5 inshallah. Nilikuwa na swali kuhusiana na mambo ya ikram muslimini, waislamu kuoneana huruma, waislamu kwa waislamu. Mimi ninafunga na swali, swala langu linakuja, nakuta watu wamekaa nje ya msikiti, akina mama na wengine akina baba, si waislamu ambao na swali. Sasa ninashindwa kuwafanyia ikram. Je, nikiwapa ikram nini hukumu yangu? Inshallah kuwafanyia watu ikram, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuchagua nani wa kufanywa ihsani. Tena Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani amesema la yanhaakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim wallahu yuhibbu almuqsitin. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema hakukatazeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika wale ambao hawapigi nyinyi, katika makafiri ambao hawapigi vita katika dini yenu. Hata kafiri si Muislamu, maadamu hakupigi vita, anakuacha unafanya ibada zako na anafanya ibada zake, akatazi nini? Antabarruhum, kuwafanyia wema, watuksitu ilaihim. Huyu sio kwamba hasadi tu, ni kafiri. Mwenyezi Mungu atukatazi kuwafanya nini? Kuwafanyia wema. Kwa hata ukimkuta mtu asali, haitakiwa kuingia msikitini aje ingia msikitini, usije ukasema huyu asali simfanyi ihsani. La, hapana. Uwezo wa kumsaidia unao, uwezo wa kumkirimu nao, mfanyie ikram. Tena wenda ikramu yako, wenda wema wako kwake ikawa ni sababu ya kuvutika akaja kwako, ikawa sababu ya kuvutika kama alikuwa ingia msikitini akaingia msikitini. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Kwa jina naitwa Muhammad Al-Hamadi, naishi Chanika. Sheikh, swali langu nakwenda kwenye ujirani. Kuna jirani yangu washakuwa wazee, na bibi na babu. Nilikuwa naishi nao kwa wema, kile kidogo ninachokipata tunakula wote. Lakini kuna mtoto wake ambaye baada ya kuona wazazi wake washakuwa wazee, inabidi baada ya kuachika akaja pale anaishi na wale bibi na babu. Kwa mambo ya kike kama tunavyojua wake zetu. Kwa kaja katokea tataruko kidogo baina ya watoto wangu na wale mjukuu wa ule bibi. Kwa mke wangu na wale mama kidogo katafutana kidogo. Kwa sasa hivi kila nikijaribu kwenda hata kumsalimia kidogo inakuwa kama maneno hivi. Hata nikijaribu kupeleka chochote kinarejeshwa, kinapewa mtu kinarejeshwa. Ukiangalia yule babu na babu bado anahitaji. Baadhi ya siku majirani waweza kaniambia kwamba kimerejeshwa, lakini ule babu na bibi wamelala njaa. Kwa hiyo ile shida tu ile kuja kujitokeza. Kwa hiyo sijajua hapa vipi. Inafikia wakati kwamba mpaka leo kwamba hata kusema kwamba nitoe tena pale inakuwa ni ngumu sana, kwa sababu naona kama nitakuja dhalilishwa baadaye. Shida ni ule mtoto wao anakuja sasa hivi. Naam, si kama nimeelewa swali sawa sawa, ni kwamba na jirani zake watu wazima wazee, miaka mingi wanaishi naye, mwaka mwingi anaishi nao kwa ihsani, anawafanyia wema kwa kadiri Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyomruzuku. Lakini bahati mbaya mtoto wao amekuja katika nyumba ambayo alikuwa haishi pale. Sasa huyo mtoto aliyokuja na mke wake bwana wana tofauti, si ndio? Na mke wako wewe. Kwa hiyo imefikia hatua ya kwamba ukipeleka msaada, ule msaada unarudishwa. Anayerudisha ni ule binti wale wazee. Kwanza nikupe hongera kwa kufanyia ihsani majirani. Moja katika kipengele ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekisisitiza sana na mtume wake ni kuwatendea ihsani majirani. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi, mazala Jibril yusini fi jari hatta dhanantu annahu sayuwarithuni. Akuacha kuwa Jibril ananihusia kuhusu jirani, kuwafanya ihsani majirani,
mpaka nikadhani ya kwamba atakuja kunirithisha yule jirani. Ikatokea kwamba mimi nikifa jirani yangu anirithi, au yeye akifa mimi nimrithi. Alifikia Mtume kudhani namna hiyo. Kwa hiyo kama kuna maneno kuna sintofahamu, kilichokuwa ni muhimu ni kufanya juhudi ya kufanya sulhu. Sawa kama watu wamzungumzi vizuri, kilichokuwa muhimu, kilichokuwa bora zaidi ni kutafuta namna itakayofaa ili muishi vizuri na huyo mama aliyokuja. Tafuta njia yoyote kutafuta sulhu. Unaweza ukatafuta mashehe, ukatafuta watu wazima, ukawaeleza kwamba hapa sisi tulikuwa tunaishi 1 2 3 4, lakini tokea mama amekuja kumekuwa na sintofahamu, na mimi bado nawapenda hawa wazee na nahitaji kuwafanyia ikramu, kuwafanyia wema. Ala kuli hali, si ikramu tu, kuwa na mtofauti jirani kati ya jirani yake, kuwa na tofauti pia ni katika kitu ambacho si cha sawa. Kwa hiyo njia sahihi ya kuitafuta sasa hivi ni ya kutafuta namna gani utatafuta sulhu wewe na jirani yako huyo mkaelewana, au huyo mke wako na huyo mama wakaelewana, ili ule ujirani ambao ulikuwa ukiishi kabla ya huyo mama kuja uweze kuendelea. Usichoke kuwafanyia wema, lakini tafuta njia. Anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Mtume Muhammad, la yahillu limu'min an yahjura akhahu fawqa 3 layal yaltaqiyani fayuridu hadha yuridu hadha wa yakhiruhuma man bada bisalam. Si halali kwa Waislamu kuamana, kutoongea vizuri mtu na Muislamu mwenzake, ikawa mnapuziana, mkikutana msalimiani, lakini mbora wao ni yule anayeanza kutoa salamu, au kama fuhumu mbora wao ni yule anayeanza kutafuta suluhu ya tatizo. Kwa katafute suluhu la tatizo, namna gani utaishi vizuri na jirani yako huyo aliyokuja, ili ikramu yako, wema wako kwa wazee iendelee kuwa pale pale.